Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7, kwa mtu ambaye hajaingia katika ndoa, inaweza ikawa ni ushauri wake wa muhimu sana. Basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanaume asimguse mwanamke. Ni heri mwanaume asioe. Kwa ndoa zetu hizi wakati mwingine ni changamoto. Fungua katika kitabu cha Mithali 14. Mithali 14 na ule mstari wa 4. Sikia kinachozungumzwa. Zizi ni safi ambapo hapana nani? Ng'ombe. Zizi huwa ni safi kukiwa hakuna nini? Ng'ombe. Lakini anasema hivi tena, basi nguvu za ng'ombe zaleta faida nyingi. Maana yake ni nini? Ng'ombe huleta kinyesi, huleta uchafu, lakini huyu ng'ombe hapa ndiye anayeleta faida nyingi. Ukitaka nyama lazima uwe na ng'ombe. Ukitaka maziwa uwe na ng'ombe. Sasa tuelewane hapa ya kwamba ndoa yoyote ile ina changamoto. Hauwezi kuishi katika ndoa bila kuwa na changamoto. Ni lazima ziwepo. Kama tunavyozungumzia kwamba zizi kama ng'ombe ya wajaja, ni safi kabisa. Wewe kijana hapo uko safi kabisa. Unaenda saa nyinginewe kijana unaingia. Mke wangu siku moja walisafiri, walienda nyumbani kwa kusalimia na watoto, nikabaki peke yangu. Hiyo neti sikuitoa mchungaji. Najiuliza niitoe iweje? Yaani nikawa naingia nayo hivyo hivyo kama kibanda tu, naingia nalala nimetoka. Yaani sikuwa na wasiwasi. Niliishi hivyo kwa muda wa wiki 3 na neti yangu hivyo. Lakini yeye, hata mimi nikiwa nimesafiri, lazima abadilishe neti, lazima abadilishe mashuka. Mimi ya nini? Sasa ieleweke pia kwamba ndoa ni tamu, ni taasisi takatifu. Sifa zifuatazo ni za muhimu katika ndoa. Ya kwanza, wanandoa wana afya kuliko wasio na ndoa. Namba 2, wanandoa wana furaha kuliko wasio na ndoa. Namba 3, wanandoa wanaweza kutengeneza pesa nyingi kuliko wasio katika ndoa. Namba 4, wanandoa wanafurahia tendo la ndoa kuliko vijana wanaoibana. Na namba 5, wanandoa wanaishi maisha marefu. Watu ambao wako ndani ya muunganiko wanaishi maisha marefu kuliko wale ambao wanaishi peke yao. Sasa mniruhusu tuangalie mambo machache. Kama juzi tulivyojifunza mawasiliano, ni kwamba ni vizuri tuweze kuelewa mwanaume alivyo, na Mungu aliweka hivi makusudi. Nitakugusa, usijisikie vibaya, relax tu hivi. Ubongo wa mwanaume
ni mkubwa kuliko ubongo wa mwanamke. Ubongo wa mwanaume kwa ukubwa unauzidi 8 mpaka 10, lakini mwanamke ubongo wake ambao ni mdogo unatumika vizuri kuliko ubongo wa mwanaume. Hilo ni jambo la kwanza, lazima ulielewe. Mungu aliweka hivyo kwa makusudi, na ndiyo maana huyu ni kiongozi, yule ni msaidizi. Ubongo wa mwanaume umeundwa kwa vijibox. Profesa mmoja anaitwa Mark Hungo anasema viboksi vidogo vidogo na vinatoka mbele vinaenda nyuma, na kila kiboksi kina ajenda yake. Inaweza kawa kuna kiboksi cha gari alilopaki pale, boksi la mwenzi wake, boksi la ada, boksi la ibada, boksi la watoto, kila kitu, boksi la kazi. Na mwanaume anapoingia ndani ya kujadili boksi moja, haingilii boksi lingine. Akishamaliza anatoka kwa umakini, alafu analirudisha, analifunga, ndipo anaweza akawa anajadili kitu kingine. Mwanamke yeye hajaumbwa kwa boksi, yeye ameundwa na waya mkubwa, ni kama waya wa umeme ambao unaingiliana na nyaya zake zimeunganishwa kutoka waya mmoja na waya mwingine na waya mwingine na waya mwingine. Ndio maana mwanamke anaweza akawaza kazi, anawaza watoto, anawaza mume, anawaza ibada, anawaza kuimba, kila kitu kwa wakati mmoja, na wakati mwingine zinapiga shoti mwanamke. Mwanaume katika vile viboksi vyetu kuna kiboksi kimoja ambacho wanawake hawakijui, wanawake walio wengi, kinaitwa empty. Hakuna kitu chochote. Na tukiwa na msongo wa mawazo huwa tunapenda kudumbukia kwenye iko kiboksi. Unakuta mwanaume amezubaa tu, anawaza nini, au ameshika remote anabadilisha kila channel anapita tu. Iko kiboksi chetu kinaitwa favorable box, ni kwa ajili ya kujituliza. Hatutaki tukiwa na msongo tunadumbukia kwenye iko kiboksi na kuwa na utulivu. Sitaki kuguswa, sitaki kuongeleshwa. Sasa ieleweke ya kwamba mwanamke akiwa na msongo, kwa sababu yeye ana nishati au nguvu inayoitwa hisia. Kwa hiyo hisia ukichanganya na maneno na uhalisia vikaungua kwa pamoja, ndio maana mwanamke anaweza kukumbuka vitu kwa details. Ilikuwa wapi, saa ngapi, aliongeaje, tena kwa hisia gani. Anaweza akajadili mpaka macho uliyompiga, anaweza akasema ulikuwa unanitukana. Kwa sababu gani? Anajadili vitu vingi kwa wakati mmoja. Na mwanamke pona yake ni lazima aongee au alie. Hapo anakuwa na amani. Lakini huku yeye akiwa na jambo, anaingia kwenye kile kibox, anajifungia, anatulia.
Na ndio maana sisi hata kwenye misiba huwezi kuona sana mtu amechanganyikiwa, ni mpaka akishazika anarudi nyumbani sasa, anapoanza kulala peke yake, ndipo msiba unaanza kurudi tena. Kwa sababu tukiwa pale huwa atulii, tunasema hamna shida, nashukuru sana. Ni kwa sababu bado hatuamini kama ni kweli au sio kweli. Kwa hiyo ili hawa wawili wasigombane, waendelee kusali hapa vizuri, waendelee kuishi vizuri, jambo la kwanza, baba anapaswa akirudi amsikilize. Yaani hata kama, kwa sababu unaweza ukafika tu unaanziwa na maneno, angalia unaingiaje, nimedeki, alafu hivi kweli wewe umenipigia leo simu alafu ada hivi ushalipa ada. Maneno ni mengi kwa wakati mmoja, kwa sababu ni na hili huyu mama waendelee kuishi na baba mpaka uzee, ni lazima ajue kuna wakati anadumbukia kwenye empty box, anahitaji utulivu. Wanaume wengi ndio maana tuko radhi twende, hata kama upangi kwenda baa au kwenye mpira, kuna kifurushi pale unaweza ukaangalia nyumbani, lakini kwa kelele hizi yuko lazi aende kwenye banda la mpira au abuni safari ya haraka ya kwenda sehemu yoyote kwa kukwepa kelele. Kwa nini? Tunahitaji utulivu mwingi. Kwa hiyo kuna wakati mwanamke akiongea sana, anapaswa ajue, kama itikiwi, ajue mwenzangu hayupo na mimi. Na huyu anapaswa ajue mwenzangu akiongea sana, napaswa nimuitikie tu, hata kama nimechoka, hata kama sijali hiyo story yake. Ndio nakwambia mama Nanija, nimeona kuna lipaka linalia nyau nyau, ile sauti sio ya kawaida ile, mume wangu. Nataka nikwambie ile sauti ni ya pepo kabisa. Unaambia itakuwa hivyo. Na sio hivyo tu, hata kuna mbwa nilimsikia naye anasema wuu. Wewe itikia, kwa sababu ndivyo ambavyo unaweza kumponya huyu. Hahitaji umsaidie kwamba hilo tutajadili baadaye. No, kwa sababu hapa nyaya zilishaingia umeme, na kwa sababu hiyo ukifanya masiala kunalipuka. Kulipuka kwake ndio anaweza akakutukana, anaweza akalia, anaweza akakunyima mambo mengine na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo lazima tuwe makini, na mama anapaswa awe makini anapomweleza jambo, kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kushika mambo mengi. Ukimwambia sikiliza, naomba uangalie watoto, alafu hakikisha una uwashe TV, alafu friji pale nilikuwa sija uweke hivi na hivi, anaweza akaangalia tu mtoto. Tena huyu moja. Wanaume hatuna mambo mengi, na ndio maana hata hapa nikimuuliza birthday inaweza ikaleta aibu, ngoja tuliache. Lakini wamama wana uwezo wa kushika birthdays, anaweza akafanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Mama anaweza akawa anafua, anaweza akawa anapika marage, anaweza akawa anaimba, anaweza akawa ananyonyesha. Kasa mwenye nyonyo refu anaweza akaliweka tu hata nyonyo hivi, mtoto ananyonya huko, anafua na bado anaangalia umbea unaopita kule, hana shida. Ndio maana wengi wao ni masekretari, ana uwezo wa kuchapa huku anaongea. Sasa baba awe sekretari, kwanza sisi tunadonyewaga.
Ukimwongelesha ataandika yale ambayo mnayoongea. Kwa nini? Uwezo ni mkubwa. Mungu ameweka vitu vikubwa ndani yake mwanamke. Ndio maana niliwaambia huyu anaitwa Ezer. Hata Mungu pia ni Ezer, ni msaidizi wa taifa la Israeli. Jamani, haleluya. Ngoja niwaulize, kati ya fundi anayejenga na msaidizi, nani anayefanya kazi kubwa? Sio fundi. Msaidizi atakuwa kwa sababu anabeba tofali, anafanya hivi, si ndio? Na ndio maana hao wenzetu anaweza akapiga. Yaani ilitokea siku moja mimi na mke wangu Mama Kianzi, tulikuwa tunaumwa, wote tunaumwa. Na kila mmoja akaeleza hisia zake, yako mimi najisikia hivi na hivi. Mimi nikahitaji kubwa zaidi kwamba mimi na hivi. Mwenzangu akanitajia, nikaona ya kwake kama kubwa zaidi. Lakini mwenzangu akaamka akapika paka uji. Mimi ni bado nimetulia pale. Kwa nini? Hawa wamepewa taski kubwa. Kwa hiyo namna gani ya kuishi nao? Mbaya zaidi, semina zetu zinaisha. Kuna namna ambavyo unaweza ukaishi na mwenzi wako bila kuuana. Hiyo ni mada ambayo nilikuwa natakaga nije niandae. Kwa hiyo ni lazima tuwe makini kufahamiana. Kuna wakati mimi mke wangu baada ya kuwa nimejifunza haya, akiongea sana, msangina ananitania anasema, au umeenda kwenye kiboksi chako. Ni kama anajishtukia. Naambia, umejuaje? Ndio hivyo bwana, nimechoka mimi. Sababu ni story nyingi, yani mimi nimetoka kazini, kichwa kimewaka. Yeye bado, unajua hivi, anaanza kunipaza habari za hivi. Alafu si nani alipiga simu, si nene, mambo ni mengi. Paka sijui alijisaidia kule karibu na unga. Hayo yote hayo ya nini? Kwa hiyo sisi wakati mwingine ili tuwe na amani huwa tunatoroka. Sasa ili mume wako asitoroke, nijitahidi sana kumwelewa. Na hili mwanamke asifariki mapema na ubongo wake usinanii, msikilize. Ndio tiba pekee. Hawa hawahitaji solution. Unajua sisi wanaume na sisi hawa hawezi wakatutibu. Niko radhi mimi nimweleze baba hapa mambo yangu, huyu atanijibu vizuri na nitajisikia amani kwamba sawa. Lakini sio kwa mke. Kwa nini? Kwa sababu huyu amezoea, lazima aongee. Tiba ni kumsikiliza, kumwambia sawa. Kwa hiyo sawa, tutalipa hiyo nani. Hela iko wapi? Anataka details. Kwa hiyo hiki ni jambo la msingi sana ambalo tunapaswa tuweze kuelewana, tuweze kufahamu wenzi wetu wanahitaji nini, wanakosa nini. Ndio maana wengi wanakorofishana, including wachungaji, kwa sababu tunakwepa kuelewa mwenzi wangu yukoje, ubongo wake ukoje, na mimi nikoje. Usipoelewa hapo, vijana ambao mnataka kuingia kwenye ndoa, itakuwa ni ndoano, sio ndoa. Itakuwa ni ndoano. Niulize kama kuna mtu ana swali. Mimi nimemaliza kwa leo. Nawashukuru, mnaweza mkarudi. Nawashukuru sana. Kuna mtu ana swali au ananyongeza? Tunakaribia kuja kuweza kuleta maombi yetu. Kuna mtu ana kitu cha kuongeza? Mungu awabariki sana jamani. Haleluya. Tulete maombi yetu hapo, na wale wanatoa sadaka pia, sijajua kama nani ya sadaka imekuja, wakati tunajiandaa kuingia katika maombi. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke.
nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako. Tusogee. Kila siku unene vile kwa upole, nong'oneza kwa pole, upole wa pendo, daima utashinda uhuruni wako, nisikie maneno, huachwi upweke. Leo hii natamani tukitoka hapa kiongozi, zitaenda kuchomwa hizi. Wazee walioko hapa mtazunguka kuzichoma. Mtu yote asisome chochote katika maandishi haya. Kila mtu amemwandikia barua Mungu, na Mungu pekee ndiye anayepaswa kusoma mahitaji ya watu wake. Atuchomi kesho, leo kila kitu kiweze kuishia leo. Kwa kama haujaandika, uwe na amani, Mungu amesoma moyo wako. Haleluya jamani. Ninachowaombea na waombea baraka za Bwana ziwe nanyi katika maisha yenu, na ya kwamba Bwana awatendee sawa sawa na mapenzi yake. Kuna wakati tunawaza, tunahitaji Mungu ajibu kile ambacho umekiomba, lakini huwa anajibu kile ambacho anaona yeye ni sahihi zaidi. Yakobo 4:3 anasema, mwaomba mpati kwa sababu tunaombaje? Tunaomba vibaya. Tunaomba vibaya. Sasa Mungu atusaidie tuweze kuwa tunachokiomba kiweze kuwa kimepitishwa na yeye. Na usije ukadanganywa kwamba kuna maombi matatu, majibu matatu kwa Mungu, kwamba eti ndio, subiri au hapana. No. Mungu anajibu moja tu, ndio. Inategemea unaona. Issue ni kuona. Kwa mwambie Mungu afunue macho yako, sio haya nyama, macho yako ya kihisia yaweze kuona majibu aliyokupatia. Haleluya. Ninawashukuru sana. Kesho tutakuwa kwenye ibada, lakini niwashukuru sana kwa kuwa nami kwa wiki hii nzima. Tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, ninakushukuru sana kwa ajili ya wiki hii ya pekee ambayo tumejifunza kuhusiana na familia zetu. Tulishughulika na vijana, tulishughulika na malezi ya watoto, tumeshughulika na ndoa. Hakika ni kwamba shetani anapambana na kuharibu ndoa zetu, kwa sababu tu yeye hana uwezo. Ulimpa uwezo wa kuumba mwanadamu, sio malaika, na kwa sababu hiyo anataka kuharibu image yako. Tuna watoto ambao kuna wakati tunawaza ni kama wamepotea. Naomba Mungu wa mbinguni utusaidie kuwarejesha katika pendo lako. Kuna wakati tunajiuliza, mbona wamepitia huduma za watoto, huduma za vijana, mbona wanapinda? Bado kuna tumaini la kwamba yule kijana mdogo alipoenda nchi za mbali alirudi. Naomba warejeshe watoto wetu. Ndoa zetu hazina uhakika. Wakati mwingine tunaishi kama miili miwili tu ndani ya nyumba, na tumekuwa tukiwadanganya Wakristo wenzetu kwamba kila kitu kipo sawa. Naomba Mungu wa mbinguni kupitia Roho wako akaturejeshe, tukaweze kuwa na upendo wa dhati, sio wachate, na hasa katika ndoa hizi ambazo umri unakwenda sasa. Baba, tusaidie, kwa sababu
mmoja wetu akipotea, kuna swali ambalo utatuuliza, liko wapi lile kundi nilokupatia? Hivyo Bwana, kwa neema ya pekee naomba utusaidie. Jioni ya leo kuna watu wameandika maombi yao katika mioyo yao, na wengine wameandika maombi haya katika boksi hili. Tunapokwenda kuteketeza karatasi hizo, naomba yaliyoandikwa yawe ndio mwisho wa kuyaomba. Tupokee majibu, tuone majibu yale ambayo umetupatia. Asante kwa kuwa tunakuamini Mungu wetu. Asante kwa kuwa una uwezo. Asante kwa kuwa kwako kuna nguvu. Nimeomba na kuamini katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu awe nanyi na awapatie kibali. Bwana ni mwema.